Ujumbe ambao nimechagua uweze kutuongoza katika siku hii ya leo ni kutoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mstari ule wa 7 na ule wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7 hadi ule wa 8. Neno la Mungu linasomeka hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema ambazo Mungu wewe unatutendea sisi watoto wako kila siku. Imekupendeza Mungu siku hii ya leo ya tarehe ya 28 mwezi huu wa 6 katika majira haya ya utatu, siku ya Bwana ya 4, Mungu tuweze kusanyika mahali hapa kwa ajili ya matukio ambayo yanayoendelea. Tunakusihi Mungu, hata wakati huu tunapokwenda kutafakari neno lako, wewe mwenyewe utufundishe yatupasayo, ili sisi tusiwe wasikiaji tu, bali tuweze kutenda yale ambayo Mungu unataka sisi tuenende kwayo. Tunaomba haya yote katika Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Tuketi. Wapendwa, ninawasalimu nyote katika Utatu Mtakatifu. Awali ya yote namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi hii ya pekee ya kuweza kusimama mbele yenu siku hii ya leo, ili niweze kuleta tafakari ya neno la Mungu kwa ufupi. Kama ambavyo sote tunafahamu kwamba siku ya leo ni siku ya pekee katika historia ya dayosisi yetu hii ya Morogoro. Ni siku ambayo tunamuaga au tunaweza kusema tunampongeza baba yetu Askofu mstaafu Mameo kwa utumishi ambao ameendelea kutumika katika kanisa lake Mungu na kipekee katika dayosisi yetu hii ya Morogoro, pamoja na wale wote ambao tumekwisha kufahamishwa kwa maana ya msaidizi wa askofu ambaye walitenda kazi pamoja, lakini pia mtunza hazina na katibu wa mipango na maendeleo. Nami nawashukuru nyote ambao pia mmefika katika siku hii, kwa sababu watu husema shughuli ni watu na watu wenyewe ndio sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nami wapendwa, nasimama hapa kwa kibali cha mkuu wetu wa kanisa, kwamba amenituma ili niweze kusema neno hili siku hii ya leo. Na niseme tu kwako Baba Askofu Daktari George Pindua pamoja na Baba Askofu mstaafu kwamba mkuu wetu wa kanisa alipenda sana siku hii ya leo
awepo mahali hapa, lakini kwa sababu ya matukio ambayo hayakuweza kuzuirika, basi alinituma mimi ili niweze kutenda jukumu hili nalolitenda, lakini pia pamoja na Baba Askofu Godson Abel kwa jukumu pia ambalo na yeye atalitenda hapo baadaye. Lakini mkuu wa kanisa anawatakia kila la heri katika siku hii nzuri na ya pekee na kwa kweli ya kihistoria. Bwana Yesu asifiwe. Katika dayosisi yetu hii ya Morogoro, siku ambayo tunamuaga mtumishi wa Mungu aliyotumika katika dayosisi hii. Kama nilivyotangulia kusema awali, kwa sababu ya upekee wa siku hii na umuhimu wake kwa kanisa na kwa dayosisi hii, nimechagua somo lile ambalo tumekwisha lisoma ili liwe somo la kutafakari katika siku hii ya leo. Na kama nilivyotangulia kusema, somo lile ambalo tumelisoma ni waraka wa Mtume Paulo ambao alimwandikia mtumishi mwenzake Timotheo. Wengi wetu kama si wote tunafahamu kwamba Timotheo wakati huu anapoandikiwa wajibu waraka huu au maneno haya ambayo tumeyasoma, alikuwa ni kijana mdogo na alikuwa ametumwa kuitenda kazi katika mji mkubwa sana wa wakati ule pale Efeso. Ndipo Paulo anapomwandikia Timotheo maneno haya ambayo tumeyasoma. Lakini pia tunafahamu huyu Paulo mwenyewe kwamba katika historia ya kanisa anatambulika kwamba ni mhubiri mashuhuri, lakini pia ameendelea kupata heshima wakati huo na hata sasa, kwamba amefanya kazi kubwa sana ya kumtangaza, ya kumhubiri huyo Kristo katika maeneo tofauti tofauti. Na ukijaribu kuangalia, kurejea kidogo kwenye historia, utaona kwamba huyu Paulo aliitwa au alikutana na Yesu akiwa bado kijana mdogo sana. Historia inatueleza wazi kwamba Paulo alikutana na Yesu wakati ule akielekea Damascus akiwa kama vile na umri wa miaka 36, na tangu wakati huu alipokutana na Yesu, Paulo akafanyika kuwa ni chombo chema na cha baraka katika kanisa kwa wakati ule na mpaka sasa, kwa maana ya kwamba aliendelea kumtangaza, aliendelea kuhubiri habari njema, habari za wokovu wa mwanadamu. Kwa hiyo Paulo amehubiri tangu ujana wake mpaka anapofikia uzee, na anapofika mwisho katika utumishi wake ndipo anapoandika maneno haya kama ushuhuda, kwanza kwa Timotheo, lakini pia kama ushuhuda kwa wale ambao watakaobahatika kusoma waraka huu, lakini pia kama ushuhuda na kwetu sisi wa leo. Maneno machache sana tumechukua ambayo tumesoma hapa. Mstari ule wa 7 anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimefanya nini? Imani nimefanya nini? Nimeilinda. Kwamba nimepiga vita vilivyo vizuri na imani nimeilinda. Maneno haya kwetu sisi
yanaweza yakawa ni maneno mepesi katika kuyasikia, yanaweza pia yakawa maneno mepesi katika kuyasema, lakini pia yanaweza yakawa maneno ambayo hayana uzito sana kama mtu hujapitia mapito fulani katika maisha yako, na kama mtumishi basi katika utumishi wako. Kwa hiyo unapoambiwa kwamba nimepiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda, kama wewe sio mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo, maneno haya pia yanaweza yakakosa nguvu. Lakini niseme tu kwamba maneno haya kwa Paulo yalikuwa ni maneno yenye maana kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa yale aliyokutana nayo, kwa sababu kwa yale aliyoyaona, kwa sababu kwa yale aliyotendewa, lakini hata kwa yale aliyosikia. Kwa hiyo anapozungumza kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, anapohitimisha utumishi wake, anapofikia mwisho wa huduma yake, maneno haya kwake yanabeba uzito mkubwa sana. Na mimi nikisema kwa uchache na kwa ufupi sana kwamba kujaribu kuangalia utendaji wa Paulo katika utumishi wake, tunamwona Paulo akisafiri huku na huku, na wakati mwingine katika mazingira ambayo ni magumu, na si tu magumu, katika mazingira ambayo ni hatarishi sana kwa maisha yake. Lakini kusudi ni nini? Kusudi ni kumtangaza, kumhubiri huyo Kristo. Pia tukiangalia katika maisha yake huyu Paulo, tunaona akisimama kidete kupambana na kila aina ya upotofu unayoharibu imani. Paulo anasimama imara. Tukiangalia pia katika utumishi wake huyu Paulo, tunamuona akikamatwa na mamlaka za wakati ule. Tunamuona akifikishwa mahakamani. Tunamuona akiwa gerezani pale Yerusalemu. Tunamuona akiwa gerezani pale Efeso. Lakini pia tunamuona akiwa gerezani kule Rumi, mahali ambako hata waraka huu ndipo alikokuwa ameandikia. Lakini ni huyo huyo Paulo tunamuona akipigwa viboko 40 kasoro ngapi wapendwa? Viboko 40 kasoro moja, kwa sababu ya kueneza Injili. Hivyo anapofika mwisho wa utumishi wake, anamshukuru Mungu. Kwa nini anamshukuru Mungu? Anamshukuru Mungu kwa sababu amemaliza safari yake ya utumishi salama, pamoja na magumu na changamoto zote alizokutana nazo. Hazikuwa kizingiti cha yeye kusaliti imani aliyokuwa nayo. Haikuwa sababu ya yeye kusema sasa na give up, sasa inatosha kwa haya yote nayokumbana nayo, magumu haya. Hapana, liwalo na liwe. Yeye alisimama imara, na hapa mwisho anasema maneno haya kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Paulo anatambua kwamba katika kufanya kazi ya Mungu maadui sio haba. Maadui wapo. Katika kufanya kazi ya Mungu vikwazo vipo, tena vipo vingi sana. Ndiyo maana amesema
nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Kwa hiyo vikwazo na changamoto hazikuwa sababu ya yeye kusaliti imani aliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, leo ni siku ya pekee kama nilivyotangulia kusema pale mwanzoni. Ni siku ambayo imetengwa na dayosisi hii kuongeza Baba Askofu mstaafu Jacob Mameo katika utumishi wake ambao ametenda katika dayosisi hii ya Morogoro, pamoja na wale wengine wote ambao tumesikia habari zao. Na mimi nilipokuwa najaribu kuangalia somo hili, lakini pia kurudi na kumwangalia Baba Askofu ambaye leo shughuli hii inamhusu katika utumishi wake, nimeona kwamba Baba Askofu Mameo amefanya kazi ya Mungu katika dayosisi hii kwa muda wa miaka 31. Kwa hiyo ana haki ya kupongezwa. Amefanya kazi ya Mungu kwa muda wa miaka 8 kama mchungaji katika sharika tofauti tofauti, lakini pia amefanya kazi ya Mungu katika dayosisi hii kwa miaka 5 kama msaidizi wa askofu, na amefanya kazi ya Mungu katika dayosisi hii kama kiongozi wa dayosisi askofu kwa muda wa miaka 18. Kwa kipindi chote hiki Baba Askofu ameendelea kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Amebatiza, amefariji watu waliovunjika moyo, amewashauri watu waliofika kwake kwa ajili ya ushauri, amefanya uinjilisti, ameshirikiana na waumini wa dayosisi hii katika kujenga makanisa, amekuwa sauti ya wanyonge kwa muda wa miaka mingi. Hakika yake anastahili kupongezwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amefanya mambo mengi, na mimi kama jirani wa dayosisi hii ya Morogoro kutoka hapo Kilombero, Baba Askofu namfahamu kwamba ni mtu ambaye kwa kweli aliweka kipaumbele katika kazi ya Mungu. Ni mtu ambaye ni mcheshi, ni mtu ambaye ni muwazi, ni mtu ambaye ni mjasiri katika mambo mengine ambayo wewe unaweza kusimama na kuyatetea, yeye atasimama na kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yake, lakini pia tunamshukuru na yeye kwa utayari wake wa kufanya kazi ya Mungu katika dayosisi hii. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kama ambavyo sote tujuavyo, kwa wale wote ambao wapo committed, wamejitoa kwa uaminifu katika kufanya kazi ya Mungu, kupata changamoto ni jambo la kawaida. Na hakika yake inawezekana Baba Askofu Mameo katika kipindi chote cha miaka hii 31 kama mchungaji, kama msaidizi wa askofu, na zaidi sana kama askofu, maana kadiri unavyozidi kupanda kama changamoto basi ndivyo unavyozidi kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo amekumbana na changamoto nyingi. Inawezekana alikumbana na changamoto ya kukataliwa, inawezekana alikumbana na changamoto ya kusemwa vibaya, inawezekana alikumbwa na changamoto ya kusengenywa, inawezekana alikumbwa na changamoto ya vitisho na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba
Leo hii na mimi nilikuwa nasoma kile kitabu ambacho wengine wameshika hapa mahali fulani. Baba Askofu Daktari George Pindua ameandika kwamba Askofu Mameo anastaafu kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Anastaafu kwa heshima. Kwa hiyo pamoja na vikwazo kaza wa kaza, miaka 31 si mchezo. Inawezekana labda wakati huo anapoanza kazi ya uchungaji, nusu ya kanisa hapa walikuwa bado hawajazaliwa, lakini ameendelea kutenda. Kwa hiyo ameendelea kuvumilia changamoto mpaka leo hii. Baba Askofu Daktari Pindua anamstafisha kwa heshima mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo changamoto hizo zote kwake hazikuwa si chochote mpaka wakati huu anapomaliza utumishi wake salama. Na mimi kama nilivyokuwa nimedokeza pale mwanzoni kwamba mkuu wa kanisa aliniomba kwa njia ya simu kwamba nifike ili niweze kutoa neno na tafakari siku hii ya leo. Na katika maneno aliyoniambia ni kwamba Askofu Mameo amekuwa ni mtumishi mwema katika kanisa na ni mtumishi mwema katika dayosisi, na ametoa mchango mkubwa sana kwa kanisa na kwa dayosisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa linatambua si tu ninyi wa dayosisi ya Morogoro, lakini kanisa kwa ujumla pia linatambua kwamba baba askofu ambaye leo tunampongeza, kuna mchango mkubwa ametoa katika kanisa, katika vikao mbalimbali, katika kamati mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ni miongoni mwa makanisa makubwa, basi na baba askofu Mameo kama ambavyo pia walivyokuwa maaskofu na washarika, ana mchango wake katika kulijenga kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, najua tuna mambo mengi sana, na siku kama hii ya leo tunapokuwa tunampongeza mwenzetu anayostaafu, tuna maneno mengi ya kusema, na wakati sio rafiki wa kusema mambo yote. Niseme tu mambo mawili ya mwisho, kwamba kwa wachungaji na maaskofu wanapostaafu huwa hakuna kigugumizi cha kuambia wachungaji na maaskofu wanapostaafu, kwa maana ya kuwaangaliza kwamba sasa tunakupongeza, sasa umestaafu, lakini angalia usifukue mbegu ambazo umepanda. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno gumu kidogo, lakini lina ukweli wake pia, kwamba angalia usifukue mbegu ambazo umezipanda. Na katika maisha wakati fulani watu tunakuwa na nia njema, lakini wale wanaotuzunguka wanaweza kaja katupandikizia mambo ambayo yasiyofaa, na hayo mambo ambayo yanatupandikizia yasiyofaa, tunaweza pia tukafikia mahali kwenda kufukua zile mbegu ambazo tumezipanda. Kwa hiyo kwa dhamana ambayo mkuu wa kanisa amenipa, mimi niseme tu baba askofu Mameo, lakini pia baba askofu Daktari George Pindua, ninyi wote naona hapa ni watu wema sana. Baba askofu Mameo ni mtu mwema na wewe ni mtu mwema. Hivyo basi pale ambapo inapotakiwa, kama ni ushauri kama nini, basi mshirikiane ili katika kuifanya kazi ya Mungu iweze kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wajibu wetu kwamba tunataka kuona kazi ya Mungu inakwenda mbele, na yale mambo mengine ya sintofahamu ya migogoro inatuchelewesha sana
katika maendeleo ya kanisa, si tu kutuchelewesha, lakini kuwa hata ile resources ambayo tumekwisha ipata nayo inakuwa drained na hayo matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi tuliokuwa watu wema kuona kwamba mambo kama hayo hayatokei, kazi ya Mungu inasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Lakini pia niwashukuru msaidizi wa askofu Tengeneza, mama Ayo, mhasibu, lakini pia na mama yetu ambaye alikuwa kwenye ofisi ya miradi, kwa utumishi wenu mzuri ambao katika umoja wenu umesaidia kuifanya dayosisi yetu iwe hapa mahali ambapo ilipofika. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri baba askofu, msaidizi wa askofu na stafu, mama Ayo, pamoja na katibu wa miradi. Mungu wa pamoja nanyi katika maisha, wajalie kila lilo jema katika maisha yenu, na neema ya Bwana iwe pamoja nanyi na muwe na maisha marefu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, wapendwa wana Morogoro, ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 13 mstari ule wa 7, pale kuna maneno yanayosomeka kwamba tuwakumbuke wale ambao waliofanya nini? Waliofanya nini? Waliotuongoza. Basi mimi niwaombe, hawa wamefanya kazi ya Mungu kwa muda mrefu. Nimezungumza habari ya Paulo, alianza akiwa kijana mpaka kafika mzee. Habari ya baba askofu Mameo, sijui alianza akiwa na miaka mingapi, inawezekana 30 huko, na dini hivyo 30, labda na mama Ayo na miaka hiyo, lakini wanastaafu sasa wakiwa hawana nguvu. Kwa hiyo mimi niombe baba askofu, najua mna utaratibu mzuri, kuna mambo mengine pia mimi sitakiwi kusema hapa, nimekwisha yaona kwa macho yangu, maana macho hayana pazia. Kwa hiyo tuendelee, kwa sababu kwa kufanya hivyo sio kwamba tunajifungia milango ya baraka, badala yake tunafanya nini? Tunafungua milango ya baraka, na ninyi mtende hivyo ili muweze kubarikiwa. Tusimame tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo Mungu umetupa ya kuweza kutafakari ujumbe wako siku hii ya leo, siku ya pekee ambayo dayosisi hii ya Morogoro wamepanga kwa pamoja kwamba iwe ni siku maalum kwa ajili ya kumpongeza na kumuaga baba askofu mstaafu Mameo, pamoja na msaidizi aliyekuwa msaidizi mstaafu Tengeneza, pamoja na mtunza hazina mama Ayo, pamoja na katibu wa mipango na maendeleo wa dayosisi hii, ambayo wote Mungu amemaliza utumishi wao. Tunaweka Mungu mikononi mwako. Tembea pamoja nao, wajalie kila lilo jema katika maisha yao, ili Mungu wakati wote watakapokuwa na mahali popote watakapokuwa, waendelee kukusifu wewe na kutangaza utukufu wako. Lakini pia tunamweka baba askofu mikononi mwako wa dayosisi hii, Askofu Daktari George Pindua. Mungu endelea kumpa kila lilo jambo jema, ili Mungu kama ambavyo wewe ulivyomuita akatende kazi yako sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba yote Mungu katika Kristo Bwana Mwokozi wetu, tusikie. Amen.